Inasikitisha. Kifo cha Khamenei chaitikisa Irani na Mashariki ya Kati. Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii, endelea kusubscribe, kulike na kushare, bila kusahau kucomment kila aina ya tukio la kimataifa. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameuawa katika mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel, hatua inayotishia mustakabali wa Jamhuri ya Kiislamu na kuibua hofu ya vita vikubwa vya kikanda. Kifo cha kiongozi huyo mkuu wa Iran kimetangazwa rasmi na vyombo vya habari vya serikali mapema siku ya Jumapili. Taarifa hiyo imethibitishwa na televisheni ya taifa pamoja na shirika la habari la IRNA. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 86 aliuawa katika mashambulizi makubwa ya anga yaliyoendeshwa na Marekani na Israel. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kifo hicho saa chache kabla ya tangazo la Iran. Kupitia ujumbe wake wa mtandaoni, alisema tukio hilo linawapa wa Iran nafasi kubwa zaidi ya kuirejesha nchi yao. Kauli yake imezua mjadala mkali wa kimataifa kuhusu athari ya hatua hiyo. Mashambulizi haya ya pamoja yalilenga vituo vya kijeshi na taasisi za serikali nchini Iran. Trump alisema mashambulizi ya nguvu na usahihi mkubwa yanaendelea kwa muda utakaohitajika. Hali hiyo imeongeza hofu ya kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati. Hatua hiyo imefungua ukurasa mpya katika uhusiano wa Marekani na Iran. Ni mara ya pili ndani ya miezi 8 kwa utawala wa Trump kuishambulia Iran, wakati mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia yakiendelea. Wataalamu wanasema pengo la uongozi linaweza kusababisha msukosuko mkubwa wa kisiasa ndani ya Iran. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limetishia kulipiza kisasi kwa operesheni kali zaidi kuwahi kushuhudiwa. Tishio hilo linailenga Israeli pamoja na kambi ya Marekani katika ukanda huo. Kauli hizo zimeongeza wasiwasi wa vita vya wazi kati ya pande husika. Katika kisiwa cha mapumziko cha Bali nchini Indonesia, zaidi ya watalii 1600 walikwama uwanja wa ndege wa kimataifa wa Gusti Ngurah Rai. Safari kadhaa kuelekea Mashariki ya Kati zilifutwa na kuahirishwa. Hii ni kutokana na kufungwa kwa anga katika baadhi ya nchi. Mamlaka zilisema operesheni nyingine za uwanja huo zinaendelea kama kawaida. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Badri Abdelati alitoa wito wa kupunguza mvutano, akisisitiza kwamba diplomasia ndiyo njia pekee ya kuepusha machafuko makubwa ya kikanda. Kauli hiyo ilitolewa katika mazungumzo yake na mwenzake wa Iran. Ubalozi wa Marekani nchini Jordani uliwataka raia wake kubaki majumbani. Onyo hilo limetolewa baada ya taarifa za makombora na drone kupita katika anga la Jordan. Hatua hii ni sehemu ya tahadhari kutokana na mashambulizi ya Iran katika eneo la Guba. Nchini Iraq, waandamanaji walijitokeza kupinga kuuawa kwa Khamenei. Waandishi walishuhudia makundi yakijaribu kuelekea eneo la Green Zone mjini Baghdad, milio ya risasi na moshi vikiripotiwa katika eneo hilo.